ya Muungano, serikali ya Tanganyika, serikali ya Unguja na serikali ya Pemba. Hiyo yenyewe ni ishara ya kwamba uko kila dalili za kugawanyika kwa nchi. Lakini tusiishie hapo. Wako watu na Mama Asha Rose Migiro shahidi walitoka Pemba wakaenda Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kudai kujigawa kwa Pemba. Kwa hivyo haya mambo ya kujigawa tusiadharau, yanaweza yakatokea. Na hata huku bara hamko salama. Kuna watu wamedai serikali za majimbo hapo. Mkiwapa nafasi ya Utanganyika, watadai serikali za majimbo, ianze ukabila, ianze uchifu, muanze kulana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo mfumo ambao upo ndio unaotuhakikishia usalama wetu, unatuhakikishia amani yetu, unatuhakikishia umoja na upendo. Mheshimiwa, kwenye fursa hii ya Muungano imetoa soko kubwa zaidi kwa wananchi wetu kufanya biashara. Wako wa Zanzibar huko wanafanya biashara zao vizuri tu, wanafanya shughuli zao za kuwekeza vizuri tu, wanaishi huku vizuri tu. Hali kadhalika na watu wa bara wanaishi Zanzibar kwa salama na utulivu mkubwa. Tukianza kutia malizia Mheshimiwa, muda umeisha. Asante Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, na kushukuru. Naunga mkono hoja ya muundo wa serikali mbili na nitaendelea kuamini serikali mbili ndio suluhisho la matatizo. Asante sana. Asante sana. Waheshimiwa, naomba sasa nimwite Mheshimiwa January Makamba kwa kuwa amebadilishana nafasi na Mheshimiwa Fakharia. Mheshimiwa January. Ndugu makamu wa mwenyekiti, ndugu wajumbe wenzangu wa Bunge la Katiba, kwanza nashukuru kwa kupata fursa hii ya kuzungumza mara ya kwanza kabisa katika bunge letu hili adhimu. Ndugu mwenyekiti, binadamu kwa hulka na maumbile ni kiumbe anayeshamiri katika umoja na katika ushirika na wenzake. Ndio maana kuna ndoa, ndio maana kuna familia, ndio maana kuna jamii, ndio maana kuna taifa. Na hata kwenye dini wenzetu wa Luteri wana usharika unaowaleta watu pamoja. Wenzetu wa Katoliki wana jumuiya unaowaleta watu pamoja. Kwenye Uislamu swala ya jamaa, swala ya wengi ina thamani na heshima kubwa. Binadamu anashamiri katika umoja na ushirika na wenzake. Ndio maana hata mtu anayefanya mambo peke yake anaitwa mchawi kwenye jamii zetu. Sasa waasisi wa muungano wetu, waasisi wa taifa letu walifanya tendo la kimapinduzi, jaribio kubwa sana la kuunda taifa kubwa, taifa lenye nguvu. Walifanya tendo la kurasimisha udugu uliokuwepo kati ya watu wa pande mbili za muungano za nchi zetu hizi mbili. Na ndugu mwenyekiti, waasisi wetu walitazama miundo yote, walitafakari miundo yote kwa kina. Mimi nilipata bahati ya kukaa na mzee Lusinde, mzee Job Lusinde, ambaye alikuwepo kwenye majadiliano ya kuamua aina ya muungano ambao tuwe nao. Dhana inayojengeka hapa ni kwamba wale wazee hawakuwa na maarifa, walirukia tu kwenye muundo wa serikali mbili. Walitafakari miundo yote ya muungano iliyopo. Walitafakari serikali moja, walitafakari muungano serikali tatu, walitafakari shirikisho na mingine mingi, na wakaamua baada ya tafakuri ya kina, kwa kutazama mazingira yetu, kwa kutazama mazingira mahususi ya nchi zetu, kwamba muundo wa serikali mbili ndio ambao ungetufaa. Ndugu mwenyekiti, katika azma ile ya kuunda taifa lenye nguvu wa kurasimisha udugu, waliona kwamba wangeenda na serikali tatu, azma ile ingeishia katikati, tusingefika mbali, tusingefika leo kwenye muungano wenye umri wa miaka 50. Ndugu mwenyekiti, kama tunataka kuvunja muungano wetu,
maana lazima tuwe wa kweli, sisi ni viongozi hapa, basi tuende kinyume na ile busara. Kama tunataka muungano wetu uvunjike ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka miwili, tuingie kwenye serikali tatu. Ndugu mwenyekiti, itakuwa ni janga kubwa sana kuiua hii lulu. Muungano wetu ni lulu, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimetengenezwa na mipaka ya wakoloni. Sisi wa Afrika ndio tumetengeneza kitu chetu wenyewe na tukakipa jina wenyewe, tukakiita Tanzania. Kama tunataka ulimwengu utucheke, tuue kitu tulichokitengeneza wenyewe. Ndugu mwenyekiti, mimi nimesoma rasimu, na ukitazama kitu cha kwanza baada ya sisi kupitisha serikali tatu, tunaenda kwenye mpito, na kwenye masharti ya mpito humu kwenye ibara ya 269 kifungu cha kwanza kinaeleza mambo yatakayofanyika kwenye kipindi cha mpito. Mambo hayo ni kugawana mali, madeni, watumishi. Sasa kitendo cha kugawana mali, kitendo cha kugawana madeni, kitendo cha kugawana watu ni kitendo cha utengano. Ndugu mwenyekiti, na hapo kwenye mjadala huo wa kugawana mali, hata kabla hatujaanza kwenye serikali yenyewe ya shirikisho, ndio itakuwa mwisho hapo hapo. Kwa ndugu mwenyekiti, tukipitisha hii kitu mwaka mzima, miaka miwili, tutahangaika na mjadala wa kugawana mbao. Mwenyekiti, sisi wengine kizazi chetu tumeumu, baadhi yetu tutakuja kuongoza nchi hii, tutakuja kuongoza taifa hili. Hatutaki kuja kuongoza taifa ambalo tunahangaika na taratibu za kugawana mali, taratibu za utengano. Ndugu mwenyekiti, viongozi waliotutangulia wamefikisha nchi yetu hapa ilipo. Sisi viongozi tunaokuja tunataka kujenga taifa kubwa na lenye nguvu zaidi, na taifa hilo tutalijenga kama tutakuwa na umoja. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba huku tunakoenda, huku tulikopendekezwa, hata azma yetu ya kujenga taifa kubwa na lenye nguvu na lenye heshima hatutaifikia. Ndugu mwenyekiti, sisi hatutapenda kuhudhuria vikao vya kugawana mali. Tunazo kazi nyingi za maendeleo, watu wetu wana mahitaji mengi. Ndugu mwenyekiti, jingine lilizungumzwa hapa ni swala la takwimu. Tumetumia muda mrefu sana hapa kubishana kuhusu takwimu. Ndugu mwenyekiti, ziko namna mbili za kujua utashi wa watu kwenye mambo makubwa. Namna ya kwanza ni kupiga kura ya maoni, kuwauliza wanataka nini. Hilo hatujalifanya bado. Namna ya pili amezungumza ndugu yangu Mohamed Abud, ni kutazama matokeo ya uchaguzi na kutazama sera za vyama wakati zinaenda kwenye uchaguzi na kuangalia chama gani kimeshinda, na hivyo kujua ni sera gani inayotakiwa. Ndugu mwenyekiti, sisi tulienda na sera ya serikali mbili. Wananchi hawakutuchagua kwa sura yetu, walikuchagua kwa sera yetu. Na ndio maana humu wanasema tuko wengi, kwa sababu kunajengeka dhana kwamba tuko wengi ndani humu lakini wachache nje. Si kweli. Tuko wengi humu ndani kwa sababu tuko wengi nje. Na ndugu mwenyekiti, sisi ambao tunaamini katika serikali mbili, lazima tuendelee kusimamia umoja wa taifa letu bila woga, bila kificho, bila kutetereka. Hili ni swala linalohusu uhai wa taifa letu. Mwisho, ndugu mwenyekiti, tunalaumiwa hapa kwamba tumetumia sana nukuu za Mwalimu Nyerere. Sasa yeye ni mmoja wa waasisi wa muungano na yeye aliandika kitabu kuhusu muungano. Sasa sijui ni nani ambaye tunataka tumnukuu. Na ndugu mwenyekiti, tunaambiwa kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa hana mawazo mgando, alikuwa anabadilisha mawazo, alikiri makosa. Ni kweli. Lakini jambo moja la uhakika ni kwamba alikufa akiwa ni mwana CCM, na alikufa akiwa hajabadili mawazo yake kuhusu muundo wa serikali mbili, na alifariki
baada ya tume zote hizi kuwa zimeshatoa matokeo yake. Ndugu mwenyekiti, taifa hili linaongozwa kwa taratibu na kanuni tunazojiwekea, lakini vile vile na urithi wa taifa. Kila taifa lina urithi. Ndugu mwenyekiti, si busara kudharau urithi tulioachiwa na wazee wetu huko nyuma. Ndugu mwenyekiti, nipata bahati jana ya kuwa na mkutano, nilikuwa Ifakara na kina mama wa kata Ifakara mjini pale. Nikafanya mkutano wa hadhara. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Hamisi Saidi Paya na Kapala. Alinielekeza, nataka nimtendee haki, kwamba ukienda bungeni naomba useme kama ifuatavyo. Kwanza, sisi tunafuatilia bunge la katiba, sisi wananchi wa kawaida. Pili, tunataka maendeleo, sisi watu wa vijijini. Tunataka maji, elimu, afya, barabara na huduma nyinginezo. Na akasema sisi watu wa Ifakara tunaanza kuona mwanga, sababu daraja la Kilombero linajengwa, barabara ya kutoka Ruaha mpaka Ifakara inawekwa lami na mambo mengine yanakuja. Sasa mbona tukiwaangalia bungeni huko mnahangaika na 2-3? Je, mbona sisi wakati wa kutoa maoni hatukuhangaika na hili jambo? Mbona tunawashangaa ni jambo ambalo mnahangaika nalo sana? Na ni kweli ukiangalia takwimu za tume ni 14% tu ya watu walizungumzia mambo ya muungano, watu wengine walizungumzia mambo mengine. Akaniambia kwamba hivi ninyi huko hamjui kwamba sisi wa Tanzania hatuishi ndani ya muundo, tunaishi ndani ya nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalize kwa kusema kwamba mzee na Kapala aliniambia kwamba kero hizo mnazoziita za muungano hazimalizwi kwa serikali ya ziada, zinamalizwa kwa taratibu ambazo mtaziweka na kuzifuata. Sasa hayo ndiyo maono na utashi wa wenye muungano wenyewe. Sisi hapa ni watumishi tu, wenye muungano ni wananchi. Na mwisho akaniambia kama mnashindwa kuelewana, sikilizeni viongozi wa dini. Askofu Pengo alitoa msimamo, Mufti Simba alitoa msimamo, na wote walisema 2 zinatosha. Mkishindwa kuelewana, sikilizeni viongozi wa dini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa fursa hii. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Naomba sasa nimwite Mheshimiwa Ave Maria Semakafu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa nafasi ambayo nimeipata jioni hii ili nami niweze kuchangia katika huu mjadala. Kwanza yote labda nieleze mimi nimekuja kuwakilisha taasisi za elimu, na kwa hiyo katika uchangiaji wangu nitajikita zaidi huko. Ningependa labda nimjulishe mchangiaji mmoja aliyepita ambaye amesema kwamba wasomi ndio wanaochanganya, lakini nadhani wanasiasa ndio wanaochanganya. Na ninasema hivyo kwa sababu wakati wote wa tume ilipokuwa ikizunguka hapa Tanzania kukusanya maoni, wananchi wa Tanzania walikuwa wakieleza ni nini mategemeo yao. Na hapo utaangalia mambo makubwa yaliyokuwa yanajitokeza ni matatizo yanayozunguka kuhusu elimu, ni matatizo yanayozunguka kuhusu afya, ni matatizo yanayozunguka kuhusu ardhi. Amani imeanza kutoweka kutokana na migogoro ambayo imezunguka katika hayo maeneo matatu. Sasa tukirudi katika katiba, katiba inatakiwa ijengeke katika msingi wa wananchi, wanawake kwa wanaume. Na hapo ndio mimi nitakapoanzia mjadala wangu kabla ya kutoa hitimisho. Na ni kwamba tukitazama wananchi wa Tanzania, 51% ni wanawake, 49% ni wanaume. Lakini mgogoro mkubwa uliopo ni ugawanyaji wa rasilimali za taifa.
tunaona kwamba kuna Watanzania wanawake na wanaume, lakini ni wanaume ndio wanaofaidika zaidi na rasilimali za Tanzania kwa uchache. Lakini kwa ujumla wao kama wanawake na wanaume wa Tanzania hii, tatizo kubwa lililopo ni jinsi gani watafaidika na rasilimali za taifa. Hiyo ndio mgogoro ambao ukitazama michango mingi ilikuwa inaweka. La kwanza, sasa hivi utakuta migogoro ya ardhi inatokana na nini? Inatokana na mgawanyo mbaya ambao umekuwepo, ambao unatokana na utendaji ambao haueleweki. Kwa hiyo kama tunavyosema, sheria zetu ni za zamani, sera zinajikita katika zile sheria ambazo zilitengenezwa zamani, na uchumi wetu umekuwa. Kwa hiyo wakati tunadandia kwenda na wakati, kwenda na maendeleo, tunajisahau kwamba mfumo wetu bado uko nyuma. Ndio maana unajikuta watu wanazidi kufukuzwa katika maeneo yao ya ardhi, wanakwenda wanaanza kugombana. Migogoro ya wakulima na wafugaji ilianza kama utani pale Kilosa, lakini sasa hivi imekuwa ni wimbo wa Tanzania nzima. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lalamiko lao. Tunakuja katika taasisi za elimu. Tukikumbuka miaka ya 70 ilikuwa mtu unaanza tangu chekechea mpaka unamaliza chuo kikuu ukifadhiliwa na serikali bila matatizo yoyote, na kila mwisho wa mwezi unapata boom lako ambayo ilikuwa ni allowance. Sasa hivi hata huo mkopo umekuwa ni shughuli. Swala sio mikopo au ufadhili wa wanafunzi. Tunaangalia ajira katika vyuo vyetu vikuu. Unakuta kwamba sasa hivi ajira zilisimamishwa kwanza kwa miaka 10, na sasa hivi ajira ni mpaka kibali maalum. Je, hayo maendeleo katika sekta ya elimu yatafikiwa vipi kama ajira zenyewe zinakuja kwa mkataba? Lakini vile vile tukitazama udahili wa wanafunzi unazidi kuongezeka, na ukitazama bajeti inayokwenda katika sekta za elimu imebaki pale pale. Hilo ndio tatizo ambalo wananchi wa Tanzania sasa hivi wanategemea fursa hii ya kurudia au ya kurejea katika katiba inasaidia kutatua kero hizo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba tujiulize tatizo kubwa ni kitu gani? Tatizo kubwa ni kutokuwa na usawa katika mgawanyo wa rasilimali, na hiki ndo ambacho ni kikubwa wananchi wanakitegemea kitendawili cha hii rasimu kiweze kutegua. Kwa hiyo kitu kikubwa tunachokiongelea, kuna mijadala mingi imeendelea wakati tukiwa kwenye kamati, hasa kuhusu kuingiza tunu ya usawa wa jinsia. Lakini ningependa kwanza niweze tu kuclarify hicho kitu. Usawa wa jinsia kama tunu sio kwamba tunakuja kuanzisha sisi hapa. Mkutano wa 14 wa wakuu wa nchi za Afrika walikubaliana kwamba usawa wa jinsia ni moja ya shared values. Shared values, mwenyekiti, ni tunu. Kwa hiyo ningeomba tusipate ukakasi. Lakini vile vile katika mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunasema kwamba moja ya misingi inayoendesha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni usawa wa jinsia. Kwa hiyo ninaomba sana ule ukakasi ambao tumekuwa tukijisikia tuweze kuhakikisha kwamba sio tatizo. Kwa hiyo ningeomba katika ile ibara ya 5 usawa wa jinsia uweze kuingia kama tunu ya taifa, hasa ukizingatia kwamba sisi ni wanachama wa nchi za Afrika, Umoja wa Afrika, sisi ni wanachama wa Afrika Mashariki, na sisi ni wanachama wa SADC. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuwa nikifuatilia mjadala uliokuwa unaendelea hapa. Naona wengi tumejikuta kuna makundi mawili. Serikali mbili, serikali tatu, serikali mbili, serikali tatu. Naomba niseme ukweli. Sisi katika mtandao wa wanawake na katiba, kitu kikubwa baada ya kusikiliza maoni yote ambayo tume ya Warioba ilikuwa ikifuatilia, tunasema tunaomba tuweze kuthibitishiwa mfumo wa serikali ambao utatusaidia kuondoa zile kero za wananchi na sio kuongeza mzigo. Tunataka sasa hivi rasilimali zirudi kwa wanawake na wanaume wa Tanzania, kwa vijana na wazee wa Tanzania. Manake kila mahali unaposikia ni bajeti haitoshi, rasilimali hazitoshi, ajira zinaenda kwa mkataba na kwa kota. Tungependa sasa hivi yale maeneo muhimu, elimu,
afya yaweze kupata kipaumbele. Kipaumbele kitapatikana kama tutaweza kuhakikisha kwamba mfumo wa kugatua yale matumizi na madaraka unakuwa ni ule wa kusaidia wananchi wa Tanzania na sio wachache wanaotaka uongozi. Naomba niseme ukweli jamani, sasa hivi watu wamekuwa wanalalamika hata kwa tume ya Warioba kwamba serikali yetu ni kubwa. Dakika 3 mheshimiwa. Asante mwenyekiti. Serikali yetu ni kubwa, kwa hiyo hata hii ya serikali mbili ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo sisi tulikuja tukitegemea ili rasilimali ziweze kwenda kwa wananchi. Sasa hivi jamani, baada ya miaka 50 ya muungano tungerudi kwenye serikali moja. Lakini naomba niseme kama serikali moja haiwezekani kuongeza ya tatu, hapana, kwa sababu lengo letu ni rasilimali za taifa ziweze kurudi kuwafaidia Watanzania. Sasa hivi tunaenda kwenye uchumi wa gesi. Je, rasimu yetu imekaa kimya kabisa, haiongelei ardhi, haiongelei rasilimali. Tuna uhakika gani jinsi gani hizo rasilimali au huo uchumi mpya tunaouendea utaweza kuwafaidia Watanzania, wanawake kwa wanaume? Hicho ni kitendawili ambacho ningependa wajumbe wenzangu humu ndani tuangalie ni nini cha kuwafaidisha Watanzania na sio muundo wa muungano. Nadhani ukienda kama kule kwetu Iringa au ukaenda wapi, huo muungano hata kuona hawauoni. Wanachoona ni elimu duni, wanachoona ni tatizo kubwa la afya. Tunaomba rasilimali zirudi mikononi mwa wananchi. Asante mwenyekiti. Nakushukuru mheshimiwa. Waheshimiwa, sasa naomba nimwite Mheshimiwa Vita Kawawa. Mheshimiwa mwenyekiti, nami naomba nikushukuru kwa kupata fursa hii. Naomba nianze kwanza kabisa kwa kuunga mkono mapendekezo ya kamati yangu namba 3 ya sura ya kwanza na sura ya 6 yote ya walio wengi na yale mapendekezo walio wengi yaliyo katika bango kitita zote za sura ya kwanza na sura ya 6. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nianze ambayo yanahitaji serikali mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, naanza kwa masikitiko. Nasikitika kwanza kwa kuona, kwa kusikia bunge, wananchi kwa siku 4 masaa zaidi ya 6 wamekuwa wakisikiliza watu wakijenga hoja za uongo kuwa ukweli kwa siku 4. Masikitiko yangu Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu naogopa sana nchi yetu isije kupata laana za wazee waasisi walioasisi taifa hili kwa moyo, waliofanya kazi kwa moyo wa dhati kabisa kwa kujenga hoja za kujenga umoja na sio kujenga hoja za kubomoa umoja wa nchi hii. Na ndiyo kwa maana, kwa mfano mwepesi, walioingia porini wakakata miti wakachimba kisima na leo sisi tunakunywa maji hayo mpaka leo. Mheshimiwa mwenyekiti, utaratibu wa nchi yetu, rais anachaguliwa kwa mujibu wa sheria na yeye pia anaongoza kwa mujibu wa sheria. Sasa utawala wa awamu ya kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipochaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Tanganyika mwaka 1962, alichaguliwa kwa kura. Na alipochaguliwa kwa kura alikuwa yeye anaongoza nchi kwa utaratibu wa sheria. Sasa leo tumesikia hapa tena alikuwa mkali kweli kwa kuongoza kwa sheria. Leo asubuhi kweupe tumesikia mtu hapa akidanganya nchi kwamba Rais Nyerere alitoa decrees 3 bila kuwa na mamlaka yoyote. Sasa nataka nianze na hilo kwamba jinsi gani utawala ule ulivyokuwa unaanza kwa sheria. Kila mtu anajua sheria yoyote au rasimu yoyote kabla haijaletwa bungeni inatoka kwenye gazeti la serikali, na wakati ule ilitoka kwenye gazeti la serikali lilikuwa linaitwa The Tanganyika Gazette. Notice ambayo ilikuwa na notify inasema notice is hereby given that the following bill to be submitted to the National Assembly. Rasimu hii ya sheria ilikuwa ipi?
ni ile ya namba 22 ya mwaka 64. Bunge ikaijadili na ikaipitisha sheria ya mwaka 64 ambayo ilimpa mamlaka Mheshimiwa marehemu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili cha sheria hiyo ya mwaka 64 kinasema, ambacho kilimpa mamlaka hiyo: the modification of the constitution of Tanganyika provided for in subsection 1 of the section shall be made by decree of the President of the United Republic, and the power of the said President in their behalf may be exercised. Lakini vile vile kifungu kidogo cha 8(3) nacho kiliendelea kukazia kifungu kidogo cha 5(2). Kinasema, where the President makes a decree under this section in relation to an act of the Common Service Organization, that decree shall have effect so to intend that act in relation to any person or matter connected with the United Republic or to any party thereof to which the decree relates, notwithstanding any provision of interpretation and general clauses ordinance. Hivi hii sheria mwaka 64 ndiyo iliyompa mamlaka Mwalimu Nyerere kutoa zile decree 3. Alafu leo tunaambiwa hapa alituburuza Mwalimu Nyerere, alikuwa hana mamlaka. Tutalaanika. Mimi naomba alafu vitu hivi anasema mwanasheria, wakili. Mimi naomba majaji, Mheshimiwa Jaji Welema yumo kwenye jopo lenu la majaji, lazima muweke kanuni ya kuangalia, muweke kwenye kanuni zenu la kuwa mnapima watu wakili wale wenye kesi za milembe. Muweke kwenye kanuni. Naomba sana muangalie hili, kwa sababu mtu anaweza anapotosha ukweli, uongo anauweka unakuwa ukweli. Alafu ndio tuna mawakili hao. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa nini hoja yangu naungana na walio wengi kwamba tunataka serikali mbili, rasimu lazima tuirekebishe na tuibadilishe kwa sababu moja kubwa: kuna mashaka ndani ya mchakato wa tume walioufanya, hasa kwenye mabaraza. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaratibu wa mchakato wa katiba hii ulikuwa moja: wananchi kuhojiwa, kutoa maoni yao. Maoni yao yalikuwa naenda kutengeneza rasimu ya kwanza. Rasimu ya kwanza ilikuwa inaenda kujadiliwa na mabaraza ya kata, shehia na mabaraza ya taasisi. Mabaraza ya shehia yalikuwa 13. Mabaraza ya kata yalikuwa 164. Mabaraza ya taasisi yalikuwa 614. Zaidi ya mabaraza 700. Mheshimiwa, 709. Mheshimiwa Mwenyekiti, 791. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa maoni ya hawa ambao waliotakiwa walioyatoa, kazi ilifanyika nzuri na tume, walitoa maoni wote hao, yote yametupwa kapuni. Nataka niwaambie wananchi wote walioshiriki kwenye mabaraza ya wilaya, wote ambao walifika 17,000, wote walioshiriki katika mabaraza ya taasisi nao walifika 61,400. Jumla yao walikuwa 79,100. Maoni yenu yote yalitupwa kapuni. Serikali imetumia hela kiasi gani kwa tume kwenda kuwahoji wale, lakini maoni yao leo yote hayapo. Tumeenda kutolewa maoni ya wananchi wanaosema ndiyo yanapaswa yazingatiwe. Kwa nini hayakuzingatiwa maoni hawa ya baraza? Na sheria ilikuwa nasema maoni ya mabaraza ndiyo yatatengeneza rasimu ya pili. Sisi bunge la katiba ndio tuje tuyajadili, tuyaboreshe hapa, tuyabadilishe, alafu tukimalizia tunatoa mapendekezo ya katiba kupeleka kwa wananchi. Kwa
Kwa nini wameacha haya maoni? Ndio mashaka yangu yako hapo. Sasa hata mahakamani kukiwa na kesi, alafu jaji kabla hajahukumu lazima anatizama ushahidi ule wa pande zote. Ushahidi wenye mashaka nadhani anautupilia mbali. Sasa hata sisi hapa tunataka tufanye maamuzi without reasonable doubt. Sasa tuna doubt hapa ya mchakato huu. Ndio maana tunabadilisha. Na tunabadilisha kwa sababu za msingi. Tunataka tutumie pia, tubadilishe serikali mbili, lakini tutumie nguvu kubwa ili kuona ni namna gani wananchi wanatusubiri huko, kuona watumishi wa serikali wa umma watafanya kazi katika mazingira gani. Tuwaboreshie katika katiba hii, tuwaboreshie namna gani sekta ya afya ili kupunguza vifo na matatizo kwa kina mama. Tuboreshe pia namna gani katiba hii itaboresha kilimo chenye tija kitakachowapa uchumi au kukuza uchumi wa taifa letu. Lakini pia ni namna gani rasilimali ardhi itaweza kuwainua wananchi wetu. Lakini pia ni namna gani rasilimali madini itakavyoweza kututoa taifa letu kutoka katika uchumi wetu huu mdogo kwenda uchumi wa kati. Lakini pia ni namna gani rasilimali mito, bahari, maziwa yataweza kunufaisha wananchi wetu. Na ni namna gani mifugo ya nchi hii itaweza kupata maeneo bora yasiyoingiliwa na kuweza kuwapatia kipato kilicho cha juu. Haya ndio mambo yote haya yatapatikana kwenye muundo wa serikali mbili, sio serikali ya tatu itakayowapa mzigo wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ndio hoja zangu. Naomba nikushukuru sana kwa kunipa fursa hii. Asante. Naomba sasa waheshimiwa wajumbe nimwite Mheshimiwa Maria Sarungi. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti kwa fursa hii, na naomba nianze kwa kusema kwamba naamini katika muungano na naamini katika muungano imara. Ninapozungumzia muungano imara, nazungumzia kwa kuangalia pia historia yetu. Hatuwezi kuzungumzia historia ya nchi yetu bila kutambua mchango mkubwa uliofanywa na waasisi ambaye ni baba wa taifa Mwalimu Nyerere na Abeid Aman Karume. Na kutokana na hiyo, lazima pia tuelewe kuwa muungano huu uliandikwa kufuatana na mazingira ya wakati huo. Na labda kwa kuonyesha kwamba hata Mwalimu Nyerere alielewa hilo, mimi bado naamini kwamba ni muhimu kumnukuu. Na hebu tupate kusikia basi alisemaje mwaka 1977 wakati katiba hii ilikuwa imetungwa na alihutubia bunge. Alisema hivi: nchi kama yetu ni sawa na kijana mwenye afya na ambaye bado anakuwa. Katiba ya nchi ni sawa na vazi tulilomshonea mtoto Tanzania miaka 13 iliyopita. Sasa linambana. Tunaamini kwamba vazi hili tunalolileta litamtosha kijana Tanzania endapo baada ya miaka mingine mingi au michache vazi hili nalo litabana. Sina shaka wenzetu watakaofuata au sisi hawa tutampima tena na kumshonea vazi jingine. Sasa basi, mimi naamini kwamba Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete alielewa kwamba vazi sasa tunahitaji jingine, na nampongeza sana kwa hilo. Alianzisha huu mchakato kwa kutafakari maneno haya ya baba wa taifa, na naamini alifanya uamuzi sahihi, na naamini kwamba wote tunakubaliana naye kwamba tuko hapa kutokana na maamuzi ya Mheshimiwa Rais kwamba ni sahihi. Sasa basi, mvutano wa sasa unatokana na nini? Mvutano ambao tunaona sasa ni kwamba kuna ukweli ambao unasemwa ambao hatupendi, na kuna vitu ambavyo tunavisema ambao tunaita kero ambao tumekaa nazo miaka mingi, lakini hivi leo tunazizungumza.
Mimi naamini kabisa kwamba Tume ya Mabadiliko ya Sheria iliyoongozwa na Jaji Warioba walifahamu, walisikia, na ninaamini kwamba kuna mengine mengi ambao waliyasikia, lakini waliamua kutoyaweka hadharani. Kwa nini? Kama tunavyoona sasa hivi, kuna swala hili la hati la Muungano. Swala hili la hati la Muungano, kama tutaendelea kulishikilia, halina mwisho. Tutaletewa hapa hati ya Muungano, baadaye tutakuja kuambia basi tuone minutes za Baraza la Mapinduzi iliyoridhia. Tunaweza tukaendelea kubishana na kubishana, lakini hatutafika pahali popote. Mimi nasema hivi, yaliyopita si ndwele, tuangalie mbele. Sasa basi, kutokana na hilo, mimi naamini kwamba njia ya kwenda mbele sasa hivi ni kujaribu kuangalia muundo ambao utatufaa kwa wakati huo. Tunaweza tukakaa tukapigiana kelele, au tunaweza tukafikia mwafaka. Kwa upande wangu mimi naamini kwamba muundo ulioletwa na rasimu ya serikali tatu ndio muundo mzuri kwa wakati huu wa sasa. Na hapa naomba nizungumze ili tuweze kuelewa, hata sisi sio tu humu ndani bali hata wananchi. Serikali ya Tanganyika ipo sasa hivi ndani ya katiba hii, ipo. Lakini iko vipi? Ni kama tunavyoona kwamba jua linapatwa na mwezi. Ukiliangalia utaona ni kitu kimoja, lakini kiukweli ni vitu viwili ambavyo vimekuwa kama vimeficha. Tunaona kivuli kile ni Tanganyika. Sasa basi, tukiangalia katika wizara kwa mfano wa sasa hivi, tunakuta kwamba tuna wizara takriban 25 mpaka 30. Lakini ukiangalia mambo ya Muungano ni 22 hapa ambayo tumeandikiwa. Kuna wizara ukichukulia kwa mfano Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Ulinzi ni masuala ya Muungano. Jeshi la Kujenga Taifa ni masuala, wanasema ni mambo yasiyo ya Muungano, yanahusu Tanzania bara. Hiyo ni Tanganyika. Kuna Wizara ya Elimu, unakuta hapa wameandika elimu ya juu. Ndani ya hiyo wizara kuna elimu ya msingi ambayo ni mambo yasiyo ya Muungano, yanahusu Tanzania bara. Hiyo ni Tanganyika. Tunapokuwa tunasema kwa mfano pesa zile za rada zilizotumika kununua rada zilitumika pesa za Muungano, lakini unakuta fidia inakuletwa hapa kwa ajili ya Wizara ya Elimu, hususan kwa ajili ya kununua vitabu kwa watoto katika shule za msingi. Swali, je, pesa hizi zitakuwa za Muungano au zitakuwa ni hiyo ambayo tunasema mambo yasiyo ya Muungano yanayohusu Tanzania bara ambayo ni Tanganyika? Sasa basi, mimi ambacho nasema ni kwamba hata ukiangalia uwasilishaji ambao unatokea sasa hivi, tunajaribu kutafuta muundo ambao utaweza kuchanganua na kusema masuala haya ni ya Muungano pekee na masuala haya ni yanahusu Tanganyika. Lakini ni ndani ya mfumo wa sasa hivi unakuta kwamba ni serikali mbili ziko humu ndani, tunasema serikali ya Muungano wa Tanzania. Lakini kiukweli kuna serikali mbili katika serikali hii moja. Sasa basi, tunachohitaji na wananchi wameizungumzia, na ndio maana naona kwamba hapa tusisahau, wananchi wanataka uwazi na uwajibikaji, na muundo wa serikali tatu itaweka muundo ambao utaonyesha kwa wazi nani anawajibika kwa swala gani. Hivyo basi sasa, mimi ambacho nashauri ni kwamba baada ya kulumbana na kurushiana maneno, ingekuwa bora zaidi tungekaa na kusema tulivu. Waheshimiwa, tumsikilize Mheshimiwa Sarungi. Tungesema hivi, kwa rasimu tuliyokuwa nayo hivi sasa tunaweza tukaiboresha vipi? Kwa nini nasema hivi? Hatuwezi kubisha kwamba rasimu hii inahitaji kuboreshwa, lakini haina maana kwamba turudi katika misingi iliyopita ambayo ilitungwa kwa wakati wake. Wakati huu miaka 50 ni wakati mwingine. Pia nashauri kwamba tupate mwafaka, tupate nafasi ya kuweza kujadili masuala haya. Dakika 3 Mheshimiwa. Nashukuru sana makamu mwenyekiti. Kwa ajili ya kumalizia tu, ningependa kuzungumzia kwamba muungano uliopo, kama tutakuwa na hati ya muungano halisi isiwe halisi, naomba
mjadala huu tuufunge. Mimi ambacho nasema ni kwamba muungano wetu umedumu miaka 50 kama Tanzania kwa sababu yetu sisi wananchi, sio kwa sababu ya karatasi. Tukubali hilo. Tukishakubali tuseme sasa tunatoka vipi kutoka hapa. Kwa hiyo tukishakubali hilo, mimi naamini kwamba tutakuja kugundua kwamba tuna kitu kimoja ambacho mimi naita kuaminiana. Na hapa naomba nimnukuu tena baba wa taifa. Katika hotuba yake hiyo hiyo ya mwaka 1977 Aprili 25 alisema kitu muhimu, na naomba nimnukuu na mnisikilize kwa makini. Imani hujenga imani. Tumefika hapa kwa kuaminiana na tuendelee kuaminiana zaidi. Naomba wajumbe wote tuaminiane na tujenge taifa la kesho lililo bora, lenye muundo bora, yenye uwazi na uwajibikaji wa serikali tatu. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Maria Sarungi. Naomba tumalizie na Mheshimiwa Rukia, tumia dakika zako 10 zilizobakia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kuweza kunipa nafasi hii nami niweze kuchangia katika rasimu hii ya katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naanza kwa kusema kwamba serikali mbili hazivumiliki na hazikubaliki. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema kwamba twende na mfumo wa serikali tatu kwa sababu Wazanzibari walio wengi 60%. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wakizomea, mie nasema kama hali iko vile vile kwa mujibu ya maoni ya Wazanzibari 61% walitaka serikali ya mkataba. Sema kafu. Taarifa Mwenyekiti. Washa microphone. Tumwache amalize. Taarifa Mwenyekiti. Naomba tumwache amalize dakika 10. Tutachukua taarifa Mwenyekiti. Taarifa Mwenyekiti. Naomba tumwache amalize dakika 10. Tutachukua taarifa baadaye. Taarifa Mwenyekiti. Naomba mwache amalize dakika 10. Mwenyekiti, taarifa. Asitusemee Wazanzibari, aseme kafu. Kaa kitako koe. Jinga tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika kuwa 60% ya Wazanzibari wamedai serikali ya mkataba. Ni 40% tu ndio waliodai serikali moja na wengine wakasema serikali mbili. Huo ni ukweli usiopingika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa Wazanzibari wenzetu wasipotoshe watu hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanasema eti sisi kule tulidai serikali ya mkataba, hapa tuna kigeugeu, tunadai serikali tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya mkataba maana yake ni serikali ya mkataba maana yake ni serikali tatu. Serikali tatu imeitwa ni serikali tatu Mheshimiwa Mwenyekiti, na ndiyo maana inaitwa confederation. Maana yake ni serikali ya shirikisho, serikali ya mkataba yenye mamlaka kamili. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema kama serikali ya mkataba ndio serikali ya shirikisho, ndio maana inaitwa confederation, ni serikali yenye mamlaka kamili, yani mamlaka kamili ya Zanzibar, mamlaka kamili ya Tanganyika na serikali ya shirikisho. Serikali tatu, hapa ndio mahala ambapo tunakutania kwenye serikali tatu kwamba iwe kuna serikali yake ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar na serikali ya shirikisho. Serikali hii ya tatu ambayo ni serikali ya shirikisho, tutakuja kuungana kwenye mambo ya muungano, na mkataba wa serikali hii itakuwa ni hii
katiba mpya tunayotengeneza ndio mkataba wake. Katika kifungu namba 63 hapo ndio kuna mambo yanayohusu muungano, ndio utakuwa ni mkataba wa serikali hii ya tatu ambayo itakuwa ni serikali ya shirikisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, wasipotoshe watu, huo ndio kweli usiopingika. Na ole wenu mtakaporudi Zanzibar, sijui mtakwenda kusema nini nyie, kwa sababu maneno haya mkifika Zanzibar mnayasemea chooni na kisimani, hamwezi kuyasema hadharani kama mnadai serikali mbili, kwa sababu Wazanzibari walio wengi 60% walitaka serikali ya mkataba, na ndio serikali ya shirikisho tunayoidai. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapodai hapa kama tunataka serikali tatu, eti wanasema tunaodai serikali tatu ndio tulomuua Karume. Aliyemuua Karume ni Mohamed Humudi ambaye alikuwa ni mwanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Amiri jeshi mkuu kwa wakati huu alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Je, aliyemuua Karume ni sultani au waziri mkuu wa siku hizo Mohamed Shante? Waulize serikali ndio inayomjua alomuua Karume, ambao waliwachukua Zanzibar baada ya kuhukumiwa kuuliwa, wakaja wakawapa vyeo kubara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo wa serikali mbili umeshindwa kwa muda wa miaka 50. Hakuna tunalokipata zaidi ya kuzalisha kero. Profesa Shifji aliandika jarida lake Change Magazine volume 49 ukurasa 29. Napenda kumnukuu la mwaka 2002 kwa kusema, naomba nimnukuu: tangu kuundwa kwa muungano hadi kifo cha mmoja kati ya waasisi wake, sheria ya muungano imevunjwa na kubezwa. Mara nyingi badala ya kuheshimiwa imepuuzwa, huku kwa katiba kunakofanywa na muungano kwenda kwa kuchechemea na ukiwa umegubikwa na kero tele. Kero hizi tumezichoka. Twaomba Tanganyika ivue koti la muungano na wawe na serikali yao, na Zanzibar iwe na serikali yake, na kuwe na serikali ya shirikisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, mie nashangaa sana hapa. Kuna watu wanawapotosha watu, wanasema eti Zanzibar wenye Zanzibar ni wahadimu na watumbatu. Dakika 3. Kwanza mwenyewe Mwalimu Nyerere alisema mapema, Tanzania haina kabila. Iweje leo azuke mtu hapa atuambie kama wenye Zanzibar ni wahadimu na watumbatu? Sie tulobakia basi watuchukua, watutafutie, wakatupeleke huko kwetu. Na kuna mawaziri kibao ndani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wawatoe watafutie kwao, wapeleke. Wasipotoshe wananchi. Hata mkikasirika, ukweli ndio huo. Zanzibar ni milki ya Wazanzibari wote. Zanzibar ni kisiwa na kina kila aina ya makabila. Tanzania haina kabila, Tanzania haina dini. Watanzania wote ndio wamiliki wa Tanzania, na wasiseme kama ni wahadimu na watumbatu. Malizia mheshimiwa, malizia mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya marekebisho ya katiba mwaka 84 yaliyopitishwa mwaka 2010, na kwa bahati mbaya sana kuna baadhi ya watu waliokuwa wakinukuu vibaya kifungu cha kwanza cha katiba ya Zanzibar kilichokuwa kikisomeka kuwa Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walikichukua kifungu hichi ili kuona kwamba kwa sababu Zanzibar ni sehemu ya muungano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakaona kwamba itaiondolea na kuipotezea hadhi yake Zanzibar na kubakia kuwa si nchi. Zanzibar ni nchi, na Rais Jakaya Kikwete anajua kama Zanzibar ni nchi. Na ndio maana Rais Kikwete alipokwenda katika sherehe za muungano, alikwenda mwanzo, akakaa kitako, akamsubiri mwenye nchi, akaingia, akapigiwa mizinga 21, akakagua na gwaride. Na baadaye sherehe hizo za mapinduzi, Rais Kikwete alipokwenda alijua kama Zanzibar ina wenyewe na ina rais wake na ni nchi yenye mamlaka kamili.
na ndiyo maana alikaa akamsubiri mwenye nchi, na katika kuondoka aliondoka kwanza rais wa Zanzibar mwenye nchi, ndio baadaye akaondoka Rais Kikwete. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusiwe na sababu hapa tukasema kama serikali tatu haziwezekani, kuna gharama. Hivi kweli mtoto azaliwa siku moja akatembea? Mtoto anazaliwa, analelewa, ndo anatembea. Kwa hiyo ina maana serikali tatu zikija hapa zitaanza kidogo kidogo na baadaye tutaziweza. Hakuna sababu. Umeisha mheshimiwa. Hakuna sababu yoyote ya kukataa serikali tatu. Kama mnaogopa gharama nyie, kwa nini mmeweka mawaziri karibu 23 hapa? Kuna mawaziri mpaka waliokuwa hawana wizara. Hivi kweli mnaogopa gharama nyie? Hamuna sababu yoyote isipokuwa mwapotosha wa Tanzania kwa kudai kama serikali tatu zitakuwa na gharama. Hazina gharama. Muda umekwisha mheshimiwa, muda. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini namalizia kwa kusema kama serikali mbili hazivumiliki, hazikubaliki, na muungano wa serikali tatu ndio tunaotaka Zanzibar na Tanzania bara, na ndio maana 60% ya Zanzibar wakadai serikali ya mkataba na 61% ya Tanganyika ikadai serikali tatu. Huo ndio ukweli usiopingika, wala msipotoshe wananchi. Asante mheshimiwa. Waheshimiwa wajumbe, kwanza niwashukuru kwamba tumemaliza mjadala kwa hoi kelele vifijo, lakini tumemaliza. Na katika listi yetu ya leo, kwa sababu ya miongozo na taarifa, hatukuweza kukava wote. Kwa tunaomba mwenye mwongozo wa taarifa abane, ikifika zamu yake ataongea, ili watu wengi zaidi wazungumze. Kwa hiyo leo tumebakisha watu 4, na kesho asubuhi, Mungu akituamsha salama inshallah, tutaanza na Mheshimiwa Fakharia, Mheshimiwa Makame Mshimba, Mheshimiwa Hija Hassan na Mheshimiwa Perera Silima, ambao walibakia leo tutaanza nao kesho asubuhi. Waheshimiwa wajumbe, na tangazo la wageni ambao tunao kwenye gallery ni wageni wa Mheshimiwa Goodluck Olemede, ambao ni ndugu Evelyn Mzamva, nadhani sijui kama wapo, ndugu Sifaeli Aseri na ndugu Stella Joseph. Lakini pia kuna wanafunzi 50 kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Kama wapo wasimame wasalimie bunge. Tunawashukuru, karibuni sana. Hilo ndilo tangazo la wageni. Nimeangalia juu ya meza yangu, sina tangazo jingine. Waheshimiwa, naomba tusimame tushukuru. Dua ya kushukuru. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na